Yes bwana, ni wakati mwingine tena tumekutana hapa kwa ajili ya kuweza kudiskasi yale yote ya kimichezo ambayo yameweza kujiri ndani ya viunga hivi vya kimichezo hapa Tanzania, lakini kubwa ni namna au adhabu ambayo Diala golikipa huyu wa klabu ya Dar es Salaam Africa ameweza kukutana na rungu zito. Ameweza kukutana na rungu zito baada ya ile mechi kati ya Mtibwa Sukari dhidi ya Yanga ambayo waliweza kutoka sare ya 1-1, na baadaye Diarra aliweza kuonyesha utovu wa nidhamu, kutoweza kuridhika na matokeo ambayo yaliweza kupatikana. Karibu sana, hapa ni BenTV Media, mimi ni Ben Talented ambaye utakuwa nami hapa kuangazia vitu mbalimbali, wachambuzi mbalimbali ambao wameweza kuzungumza ya moyoni. Tukianza kwa chuma cha Mjerumani, amezungumza yake makubwa sana kuelekea au baada ya kauli hii au adhabu hii kuweza kutolewa na bodi ya ligi kupitia kamati ya saa 72. Kwa hiyo kabla sijaendelea, tupate nafasi ya kumsikiliza chuma cha Mjerumani ambapo kile nini ambacho amekizungumza baada ya adhabu hii kuweza kutolewa. Baada ya hapo tutaona Haji Sande Manara pia yeye ameweza kuandika nini baada ya hiki ambacho kinachoendelea mitandaoni, kwamba kuna mashabiki wa Yanga wanaanza kuchangisha kiasi cha fedha kwa ajili ya kuweza kukilipa kwa golikipa ambaye ameonyesha utovu wa nidhamu katika klabu ya Dar es Salaam Africa. So tuungane kwanza na chuma cha Mjerumani kwenye hiki ambacho amekizungumza, upande wake yeye binafsi anakionaje. Djigui Diarra leo amesimamishwa michezo mitatu na faini shilingi milioni 4. Lakini moja kati ya kitu ambacho najaribu kukitazama ni shangwe na nderemo kuhusiana na Djigui Diarra baada ya kusimamishwa michezo mitatu. Lakini ukubwa wa shangwe na nderemo ni kutokana na umahiri wake. Huo ndio golikipa ambaye alizima ndoto za Simba kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo. Hata katika mechi za maamuzi zote ameonekana kuwa bora zaidi. Sherehe kuwa kubwa, manake Djigui Diarra ni mkubwa sana katika ligi yetu. Lakini ukweli sio pingika, amekuwa na mchango mkubwa katika ligi yetu hadi sasa. Katika miaka 4 tunakwenda mwaka wa 5. Hakuna golikipa kumfikia Djigui Diarra mpaka dakika hii, na ndio maana shangwe imekuwa kubwa sana. Na hata value ya ligi yetu kwa asilimia kubwa ni kwamba Djigui Diarra amehusika kwa asilimia kubwa sana kuipa value hadi kufika katika renki nafasi ya 5 katika renki za CAF. Mchango wake upo wa asilimia kubwa sana. Kwa Djigui Diarra shangwe kuwa kubwa dhidi yake mara baada ya kufungiwa, ukweli ilikuwa ni kosa sahihi na kamati imechukua maamuzi sahihi, lakini kitendo cha kuwa na shangwe kubwa, maanake Djigui Diarra ni mkubwa mno. Djigui Diarra amethibitisha yeye ni kama Mwalimu Nyerere wa magolikipa Tanzania. Huo ndio uhalisia, ima unataka au utaki. Ukiwaamsha Simba kwa sasa natamani kuwa na golikipa kama yule Djigui Diarra, ni kutokana na ubora wake aliokuwa nao. Kwa hiyo tosha kusema tu kwamba katika mechi 3 ambazo tutamkosa Djigui Diarra katika ligi yetu, kuna kitu kitapungua sana kwenye ligi. Lakini ambao wanakwenda kuchukua nafasi wanapaswa kuongeza umakini mkubwa sana ili kutupa kile ambacho walao kinachokaribiana na Djigui Diarra. Lakini Djigui Diarra ni kama Mwalimu Nyerere wa magolikipa Tanzania. Shangwe kuwa kubwa ni kutokana na ubora wake, si vitu vingine. Wako watu wamefungiwa hapa, kilele hakuna. Hayo ndio maoni ya chuma cha Mjerumani ambayo kama umepata nafasi kumsikiliza vizuri, basi utaweza kuweka komenti yako hapo chini. Yeye amezungumza kwa mtazamo wake ambayo anaona uko sawa, si ndio? Sasa kama ukupata nafasi ya kuweza kufahamu, basi ni kujuze tu kwamba mechi namba 126 Mtibwa Sukari dhidi ya Dar es Salaam Africa, ambapo huo mchezo uliweza kumalizika kwa 1-1. Mchezaji Diarra wa klabu ya Yanga Africa amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 2
kwa kosa la kumshambulia mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu. Mara baada ya mchezo huo kumalizika kwenye uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Aidha, hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41(5) na 53 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji. Mchezaji Diarra wa klabu ya Yanga ametozwa faini ya shilingi milioni 2 tena kwa kosa la kuonyesha kidole cha kati wakati akitoka uwanjani baada ya kumalizika kwa mchezo tajwa hapo juu. Diarra ametenda kosa kwa mujibu wa kanuni ya 41(5)(54) ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji kwa sababu kitendo hicho kinaashiria matusi na dharau. Aidha, hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41(5) ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji. Mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu Ilibeti kutoka Kilimanjaro ameshushwa daraja la uamuzi kwa kosa la kushindwa kuchukua hatua stahiki kwa mchezaji Diarra kwa kitendo chake cha utovu wa nidhamu kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 42(1)(16) ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa waamuzi. Adhabu hii imetolewa kwa kuzingatia kuwa ni kosa la kujirudia ambapo mwamuzi Gilbert Mlina alitenda kosa la aina hiyo hiyo katika mchezo namba 65 wa ligi kuu kati ya Mbeya City dhidi ya Namungo na akadhibiwa kwa kufungiwa mizunguko mitatu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 42(1) ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa waamuzi. Hiyo ndio alichoweza kukutana nacho Diarra kwa siku ya leo baada ya kamati masaa 72 kuweza kukaa. Sasa kabla sijaingia kwenye uchambuzi, nataka pia tupitie watu walichoweza kukiandika pia. Haji Sande Manara amekiandika nini baada ya kumsikiliza hapo chuma cha Mjerumani. Basi tupate nafasi pia ya kusikia hiki ambacho, kama kupata nafasi ya kukisikia au kufahamu kuhusu Haji Sande Manara ameandika kitu gani baada tu ya hukumu hiyo kuweza kutolewa. Na nikukumbushe kwamba mashabiki na influencers wa klabu ya Yanga wameanza kuchangisha mchango kwa ajili ya kuweza kulipa fidia ya mchezaji wao kipenzi kabisa, si mwingine ni Diarra. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa Haji Sande Manara, Haji Manara ameandika ameposti chapisho la Diarra kuweza kuchangiwa iko kiasi cha fedha shilingi milioni 4, na kwenye caption yake hapa kaandika Yanga it is too big kwa hivi vitu vya kitoto. Ni level za klabu ndogo ndogo za mtaani ndio wanaweza kufanya mambo haya. Hivi hawa watu wanaijua Yanga au wanaisikia tu? Yanga African ni kubwa mno kuliko hawa wenzetu waijuavyo ise. Halafu Diarra ni image ya Yanga bwana. Tumchangie milioni 4 public. My God. Na hapa ipo wapi good governance, accountability ipoje hapa? Taasisi imetoa ruhusa wananchi tuchangishwe na mtu binafsi? Why kama kuna ulazima isitolewe lipa namba ya club? Hope club yangu itakemea ubabaishaji huu haraka, otherwise kila mmoja atakuja kuchangisha huku kitaani. Huyo ni Haji Sande Manara. Ameweza kutoa comment yake hapo nzuri kabisa, na mimi binafsi sikufurahishwa na hiki ambacho pengine kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii. Diarra amefanya utovu wa nidhamu ambao umeleta taharuki, umeleta stofahamu, umeleta image ya Yanga ipoje juu ya huyu mchezaji. Mimi nafikiri kwa mtazamo wangu, naona Diarra alistahili kuweza kupewa adhabu kali zaidi ya hiki au zaidi ya hii ambayo ameweza kupatiwa, kwa sababu amefanya kitu ambacho kwa mchezaji professional ambaye tunatarajia wachezaji wetu wa ndani waweze kupata vitu kutokea kwake, yeye ndo amekuwa mstari wa mbele kuweza kuleta utovu wa nidhamu katika mechi ambayo Yanga wameambulia alama moja katika michezo mitatu mfululizo kuweza kupata alama moja. Pengine ni pressure ambayo wachezaji wanakutana nao, lakini kwa Diarra, kwa experience yake na kwa ukubwa wake, alichokifanya pale ilistahili adhabu zaidi ya hii ambayo pengine bodi ya ligi au kamati ya masaa 72 wameweza kutoa. Shilingi milioni 4 ni ndogo sana kwa mchezaji kama Diarra kwa utovu wa nidhamu ambao ameonyesha pale uwanjani. Lakini kitendo cha influencers wa klabu ya Yanga kuweza kutoa account ya kuanza kuchangisha michango ya
utovu wa nidhamu wa klabu au ya mchezaji alichokifanya haileti picha nzuri kabisa. Just imagine kwamba huyu ni Diarra amefanya hivi. Wanachama na mashabiki wa Yanga wanaanza kuchangia mchango. Pata picha, anafanya maumnyeto. Kuna haya ambayo yatatokea kwa Diarra, au ni kwa sababu Diarra anawasaidia sana Yanga ndo huruma hii iweze kufanyika hivi? Hapana, mpira haupo hivyo kabisa wenzangu. Na wewe mpenda soka, binafsi sijapendezwa na kinachoendelea kwenye klabu ya Yanga, hasa kwenye huu mchango ambao wanaanza kuchangisha kwa tone dogo dogo kwa ajili ya kuweza kumchangisha Diarra, kumchangia Diarra hasa kwenye adhabu yake. Uongozi wa klabu ya Yanga, hapa ndipo ambapo mara kadhaa tunasemaga wadhaifu. Wanafanya kazi nzuri, lakini kwenye kufanya maamuzi yaliokuwa sahihi ndio sehemu muhimu kwao, lakini wanashindwa kabisa kuweza kufanya maamuzi yaliokuwa sahihi. Hii inaleta picha gani? Hii inaleta picha kwamba ndani ya Yanga kuna mchezaji huyu ni mkubwa, mchezaji huyu sio mkubwa. Kwa hiyo haileti picha kabisa kwenye uchambuzi wangu huu ambao naufanya. Imetokea kwa Diarra, anapewa shavu na uongozi wa Yanga. Haji Sande Manara ameongea kitu hapa kwamba iko wapi good governance? Uongozi bora uko wapi? Mtu anatumia akaunti yake binafsi kwa ajili ya kuweza kukusanya michango ya kipa ambaye amefanya utovu wa nidhamu. Shuleni ingekuwa hivyo kwamba wanaofanya utovu wa nidhamu wanachangiwa tena kwa ajili ya kile walichokifanya, mimi nadhani pasingekuwa na discipline kabisa. Lakini kwa alichokifanya Diarra, anastahili adhabu kali zaidi ya hii ambayo amepewa na kamati ya masaa 72. Lakini wanachokifanya Yanga, hasa kutoa mchango kwa ajili ya kumchangia Diarra, wanaokosea mpira wa Tanzania. Na hii sio Yanga ambayo tunaifahamu sisi, Yanga ambayo wao mbele daima mbele nyuma mwiko, lakini mbona wanataka kufanya kwa nyuma mwiko wa kawaida, kitu ambacho sio sawa kabisa. Kwa hiyo kwa siku ya leo nikasema hapana, hebu tupitie kidogo hiki ambacho kamati ya saa 72 wametoa msimamo wao, wametoa adhabu kwa klabu ya Yanga kupitia mchezaji wao Diarra kwa utovu wa nidhamu. Kidole cha kati kimeonyeshwa. Nimemsikia mzee mmoja wa Yanga amekwambia kwamba kile kidole cha kati ambacho amekionyesha Diarra kwao huko hawafahamu, au huenda kama soma tusi. Nikwambie tu kwamba wewe mzee, hapana. Ishara ya kidole cha kati ni ishara dunia nzima inafahamu nini matumizi yake, au nini ishara yake, au nini maana yake. Kwa hiyo nikwambie tu wewe mzee ambaye umemprotect sana Diarra, haumjengi bali unabomoa. Atafanya msheri, je, ataweza kupewa favor kama ambayo Diarra ameweza kuipata? Huo ni uchambuzi kwa siku ya leo ambao kama upata nafasi wa saa nzima, basi dondosha comment yako hapo chini kwa ajili ya kuweza kudiscuss hiki ambacho kwa leo nimekuletea. Lakini usisahau tutakuwa na exclusive nyingi sana baada ya uchambuzi huu. Tutazungumza na wachambuzi mbalimbali ambao pia watapata nafasi ya kuweza kutoa maoni yao. Mimi naitwa Ben Talented na hii ni Ben TV Media. Usisahau kusubscribe uwe mwanafamilia wetu halisi.